Na mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni kuhusiana na video unayozidi kuitizama katika skrini yako hivi sasa. Video hiyo imeweza kuchukuliwa na vijana wa Gen Z hivi sasa na kupeperusha katika mitandao ya kijamii, wakikosoa hatua ambayo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kuifanya kutoweka katika Jamhuri ya Tanzania kuelekea katika eneo la Zanzibar, jambo ambalo Watanzania wengi hawajaweza kulifurahia, hasa kile kinachozidi kuendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila ifahamike kwamba hatua hii imeweza kufanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na shinikizo kubwa la maandamano yanayozidi kushuhudiwa, ambapo vijana Gen Z hawapo tayari kwa matokeo yoyote yale kutangazwa, wakidai kwamba hakukuwa na uchaguzi halali wowote ule uliokuwa ukifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu, ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, hatua ya kukwepa ama ya kuondoka kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, taarifa ziliweza kuanzia siku ya jana, ikibainika kwamba kutokana na watu maarufu wakiwemo Diamond pamoja na wasanii wenzake wa Wasafi Records kuhamia katika Jamhuri ya Kenya eneo la Mombasa. Hivyo basi Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuliweza kuwa na tetesi ya kwamba ataweza kuelekea katika taifa la Uganda, ila hilo halijaweza kutokea, bali hivi sasa ameonekana kuelekea katika kisiwa cha Zanzibar. Mtazamaji wangu, hatua hii inazidi kuweka hofu kubwa kwa wale wote waliokuwa wameweza kusimama na chama cha CCM. Mbaya kabisa, vijana Gen Z hivi sasa kuna mbinu wanayozidi kutumia kukabidhiana na yoyote yule, sio mwanamuziki ama mwanasiasa yoyote ama mtu yoyote yule maarufu katika Jamhuri ya Tanzania aliyekuwa akipigia debe aliyekuwa akipigia debe chama cha CCM. Na mtazamaji, kumbuke kwamba pia kuna baadhi ya viongozi waliokuwa ndani ya chama cha CCM waliweza kukosoa hatua ya chama hicho kumkabidhi nafasi Rais Mama Samia Suluhu Hassan kupeperusha bendera ya chama hicho katika kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Vile kutoweka kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kupunguza mapambano ya kisiasa ndani ya chama, hivi sasa ni wazi kwamba wanachama wa CCM waliokuwa mstari wa mbele kupigania haki za Watanzania ndiyo pekee ambao huenda akaweza kusikika. Kiongozi kama Mchungaji Gwajima, Mheshimiwa Humphrey Polepole, ambaye pia aliweza kutekwa katika hali isiyokuwa ya kujulikana ama hali tatanishi, hivi sasa hao ndiyo pekee katika chama cha CCM wataweza kusikilizwa, kwani kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walipokuwa wakipitisha ujumbe wao na kushinikiza mabadiliko yaweze kufanyika kabla ya uchaguzi mkuu, hawa ndio ambao waliweza kuwa mstari wa mbele na hata kukiuka baadhi ya sheria zilizoko ndani ya chama cha CCM ili waweze kusimama na vijana Gen Z. Vile mtazamaji wangu, kuna kutuliza hali ya nchi hivi sasa huenda kwa njia moja ama nyingine. Watanzania vijana Gen Z wakaweza kufanya mkutano ili kujaribu kuona ni kipi wataweza kukifanya. Je, ni jeshi litaweza kuchukua uongozi kutokana na kutokuwepo kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Vile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kwa ajili ya usalama wake huenda imeweza kuchangiwa pakubwa kwa yeye kutoka katika ikulu huko Dar es Salaam ama nchini Tanzania kuelekea kisiwa cha Zanzibar, akiamini ya kwamba huenda kutokana na eneo hilo kutoshuhudiwa maandamano ataweza kuwa yupo salama, akiendelea kujaribu mbinu mpya ya kudhibiti vyombo vya habari na taarifa. Vile
kujaribu kujipanga upya kisiasa iwapo Watanzania wataweza kumpa nafasi hiyo. Mbaya kabisa, mapema leo hii habari ziliweza kuchapishwa na chama Chadema wakidai kwamba kumekuwa na jaribio la mazungumzo ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru kufuatia taarifa ya kutangazwa ushindi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama mshindi katika uchaguzi huu uliokuwa ukifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, ndipo ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu naye aweze kufanya handshake kati yake na Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na Watanzania kuamini yale ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu anayozidi kuyapitia sio vyema na sio sahihi, ila hilo halijaweza kukubalika na vijana wa Gen Z. Na hivi sasa kinachozidi kufuatia, Gen Z wengi wanazidi kupendekeza ni vyema iwapo uongozi wa serikali ya awamu 6 utaweza kutupiliwa mbali sawia na uchaguzi uliokuwa umevurugwa na vijana Gen Z uweze kutupiliwa mbali, ndipo ambapo jeshi liweze kuchukua usukani kipindi na wakati ambapo jeshi litaweza kuchukua usukani wa kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Moja kwa moja vijana Gen Z wataweza kutuliza maandamano yao. Vile wale wote waliokuwa wameweza kutekwa akiwemo Mheshimiwa John Heche pamoja na Mheshimiwa Humphrey Polepole na baadhi ya viongozi wengine waliokuwa wakikosoa serikali ya awamu 6 waweze kuachiwa huru, ndipo ambapo serikali mpya iweze kubuniwa kipindi na wakati ambapo jeshi litaweza kutangaza uchaguzi mpya uweze kufanyika. Ila hatua hii vijana Gen Z wanazidi kuiamini ama kuikubali, ila ya kwamba chama cha CCM kwa mara nyingine kisiweze kumtoa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama kiongozi ambaye atakuwa kipeperusha bendera ya chama hicho. Vile mtazamaji wangu, Watanzania wengi wanazidi kupendekeza, je, kutokana na ubalozi mwema aliokuwa kiufanya Mheshimiwa Humphrey Polepole kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru, je, ni sawa aweze kuwania kiti cha urais? Ila sote tunafahamu kwamba popote alipo Mheshimiwa Humphrey Polepole hana azma hiyo, kwani uhamasishaji wake aliokuwa kiufanya baada ya kuacha kazi huko Cuba kama balozi aliweza kuweka hadharani kwamba uhamasishaji wake ni kwa ajili ya kufanya uhamasishaji wa kusaidia Watanzania kuchagua kiongozi sahihi katika Jamhuri ya Tanzania na sio yeye kuchaguliwa kama kiongozi sahihi. Hivyo basi, kama Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuachiwa huru, basi kipindi na wakati ambapo uchaguzi mpya utakapoweza kufanyika, moja kwa moja huenda ushindi ukaangukia kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mbeleni ifahamike kwamba mpinzani aliyekuwa kitarajiwa kushinda ushindi atakapozidi kupimwa nguvu katika kinyang'anyiro cha urais ni Mheshimiwa Tundu Lissu dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila hilo halikuweza kutokea, na ndipo ambapo hivi sasa tunazidi kushuhudia maandamano mazito katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, ni vyema iwapo hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.